Kama mlivyoona na mlivyosikia wiki iliyopita kuwa jambo la wanaume kuwapenda wanawake ni jambo ambalo lipo katika maumbile yao. Hilo halina shaka, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba hivyo wote, isipokuwa wale ambao labda wana matatizo. Lakini pia tutambue, mara nyingi huwa mwanamke kando, mwanamke wa barabarani, mara nyingi ndiye ambaye anaonekana kuwa ni mzuri kuliko yule wa nyumbani. Hata kama yule barabarani ni wa kawaida tu, hawezi kumfikia yule wa nyumbani, lakini huyo barabarani ataonekana kuwa ni mzuri mbele ya macho ya wengi katika wanaume. Kwa nini? Kwa sababu huyo barabarani sheitani anampendezesha na anampamba kwenye macho ya wanaume, na hapa ndipo panapoanza matatizo kwa wanaume. Kwa sababu hii sasa nikaona niwakumbushe Waislamu kwa kuwatajia baadhi ya sababu ambazo zinamnasua mtu kwenye fitna za hawa wanawake kando. Sababu ya kwanza ni at-taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa sitokaa sana, kwa sababu taqwa ndio msingi wa kila kitu, ndio msingi wa ibada na ndio msingi wa maisha ya Muislamu. Kwa hiyo inatakikana Muislamu amwogope Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wote amkumbuke Allah na aone kwamba Allah anamuona na anayejua fikra yake na njama zake na mbinu zake zote. Allah subhanahu wa ta'ala anazijua. Amtangulize Allah, amweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo itakuwa amefanya sababu kubwa sana miongoni mwa sababu za kujinasua na fitna hizi za wanawake kando. Na zimekuja ayat nyingi kuzungumzia taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqillaha haythu ma kuntum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anazungumza hivi. Kwa hiyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Fattaqullaha fin nisa'i al-ajnabiyyat, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wanawake hawa kando. Sababu nyingine, azawaj, kuoa. Kuoa pia ni miongoni mwa sababu kubwa za mtu mwanaume kujinasua kwenye fitna hizi za wanawake. Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الحديث. ثم صلى الله عليه وآله وسلم amezungumza kwa uwazi kabisa kwa kuwaita vijana, ya ma'shara shabab, enye kundi la vijana. Wazee pia wanahusika, wametajwa vijana kwa maana maalum, lakini wazee pia wanahusika. Man istata'a minkum liba'ata falyatazawwaj, yoyote katika nyinyi, yoyote miongoni mwenu atakayekuwa ana uwezo wa gharama za ndoa aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwa hakika mambo yalivyo, hiyo ndoa aghaddu lilbasar, inaikinga mno jicho. Hiyo ndoa inakinga mno jicho, kwa maana ndoa inazuia jicho kutoangalia mambo ya haramu. Wa ahsanu lilfarj, na hiyo ndoa inahifadhi tupu ya mwanaume. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, akasema
innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytanin wa tudbiru fi surati shaytanin fa idha absara ahlukum imra'atan falyati ahlihi fa inna dhalika ruddu ma fi nafsihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hakika mwanamke anakuja kwa sura shaytani na anarudi kwa sura shaytani, kwa maana kwamba mwanamke anakuja kwa wasifu ule wa shaytani, kwa sifa ile ile ya shaytani ambayo kama unavyoona shaytani anafanya kazi ya kuwashawishi watu akawatoa katika njia ya sawa, ndivyo mwanamke anavyowashawishi wanaume akatingisha shahawa zao pale anapopita mbele yao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoa mwongozo kwamba fa idha absara ahlukum imra'atan, pindi mmoja wenu atakapomuona mwanamke barabarani alafu akaingiwa na kitu moyoni, falyati ahlahu, basi amwendee mkewe na akakidhi haja, fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi, kwa hakika hilo linarejesha kile ambacho kipo ndani ya moyo wake. Sasa mushkili unakuja kwa mtu ambaye hana mke, barobaro, hajaoa, anakwenda wapi? Akishaona hali kama hii na hana mke nyumbani, itakuwaje? Kwa hiyo tunagundua ndoa ni miongoni mwa mambo ambayo yanamkinga mtu na fitna hizi za wanawake. Na mnafahamu nyinyi kwamba dunia hii ya leo sio dunia ya zamani. Dunia hii ni dunia ya utandawazi. Dunia sasa hivi imeharibika, mambo hadharani, mke wa mtu hajulikani wala binti hajulikani. Mwanamke akitoka nyumbani kajipara, kajipamba, utafikiri kwamba ni siku ya harusi yake, kumbe anakwenda sokoni tu kununua nyanya. Hiyo ndio hali ya wengi katika wanawake wa kisasa. Na sisi tunaishi kwenye dunia hiyo hiyo, hatupo mbinguni, tupo humu, tuzunguka masokoni, mashambani, mitaani, na hawa wanawake wanapita huko, tunakutana nao. Sasa hali hii, wewe huna mke, unafanyaje? Kwa vijana, oweni vijana. Dunia hii sio ile ya kina Ibn Abbas, ya kina Abu Huraira. Hii ni dunia nyingine sasa. Sio zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio zama za maswahaba. Mambo yameharibika sasa. Oweni, mjihifadhi. Tena muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe mke mwema, tena akusanye baadhi ya sifa zako zile ambazo wewe zinakuchoma katika moyo kwa mwanamke. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwanamke wa aina hiyo ili upate utulivu. Hata akikusanya sifa zako 2 au 3 yatosha. Muda wa kuwa ni mcha Mungu, anajihifadhi, anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huwezi kumpata mwanamke kwenye dunia hii yule ambayo amekusanya sifa zako zote. Na hili lipo kwa baadhi ya fikra za vijana. Baadhi ya vijana wakikaa wakizungumza, utasikia mimi namtaka mwanamke awe hivi, lakini ukimsikiliza unajua kabisa mwanamke anayemtaka huyo hayupo duniani, kwa vile anavyomueleza. Na wala pia usifanye ucha Mungu sana ukasema mimi nataka mwanamke aswali, aende darasa, basi inatosha, sina haja ya kumwangalia. Usifanye hivyo. Nenda kamtazame, uangalie kitu gani kinakuvuta kwake, kitu gani kinakushawishi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anawaambia maswahaba zake. Siku hiyo anamwambia Mughira ibn Shu'ba, idhhab fanzur ilaiha, nenda kamtazame, uangalie kitu gani kinakushawishi kwake. Kwa lazima ufanye hivyo, usijitie ucha Mungu ukasema kwamba mimi akiswali akijipata na kwenda darasa yatosha, hakuna haja ya kumwangalia. Utakuja kujilaumu, kwa sababu huenda ukazungumza maneno hayo kwa sababu umezidiwa, lakini baada ya miezi 3, miezi 4, mwaka, kila ukimtazama mkeo utajilaumu.
kwa sababu itafikia mahala ukikaa naye kama vile umekaa na bibi yako barazani, wenyewe mpiga story, unahisia naye, alafu utaanza kuwasumbua watu. Sasa mashekhe, unajua mimi nimevumilia sana, lakini naona sasa hapa nilipofika nishafika mwisho, maana nitavunja haki za Allah na haki za mke, sasa bora naachana naye. Tayib, cha Mungu umeisha. Kwa hiyo lazima haya yachungwe, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja sababu ya watu kuwatazama wale ambao wanataka kuoa kwamba hilo linajenga mapenzi baina yao na litawafanya wao wadumu muda mrefu katika ndoa, wasiachane, litakufanya usimwache kwa sababu utampenda. Na hapa nazungumza na wale ambao hawana kawaida ya kuacha ovyo, kwa sababu kuna baadhi ya watu wana tabia kuacha ovyo, onja wafunua panzia kila mwanamke. Una nini wewe? Wanawake wakai kwako, kwani kuacha dhambi? Kuacha ovyo ni tabia moja mbaya. Itafikia mahala masalafi watu kuozesha, afu utaanza kulalamika, usafi gani usi? Mimi nakwenda kutumbia, wao hawanipi mke, kwa sababu acha ovyo. As-sawm. Sababu ya tatu ni funga. Funga ni katika sababu za mtu kujikinga na kujiweka mbali na fitna hizi za wanawake kando. Hadithi ambayo nimeisoma mwanzo, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ile inaendelea. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Na yule ambaye hakuweza gharama za ndoa, haiwezi ndoa, basi ni juu yake kulazimiana na funga. Kwa hakika mambo yalivyo, hiyo funga ni kinga kwake. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi wakati anasherehesha hadithi hii akasema, wal muradu huna anna as-sawma yaqta'u ash-shahwa wa yaqta'u sharra al-mani kama yaf'aluhu al-wija'. Na makusudio hapa, hakika funga inakata matamanio ya mwanaume, kadhalika funga inakata shari ya maji ya uzazi kama vile wijaa inavyofanya. Wijaa ni kuzihasi zile haswa mbili, kuziponda. Kwa kama unavyoona kule ndivyo funga inavyofanya. Lakini tazama namna dunia inavyoshangaza hivi sasa. Wengi katika mabarobaro ambao hawajaoa, hawana uwezo kuoa na hawajaoa, wengi hawafungi. Hawana funga za ayamu bid, wala funga ya siku Jumatatu, wala funga ya siku Alhamisi. Wanapenda kula sana, tena sio kula, kupakia. Maana ukimkuta amelikumbatia sahani la chakula, namna anavyokula unasema huyu kesho alitenda. Wapenda vya kutafuna vya kunywa, mara tukuna karanga, mara tukuna muogo, mara atakula juisi ya tende, ala mkasufi, maziwa, supu ya pweza. Barobaro, huna mke nyumbani, hakuna mke hata mmoja, wajitia masupu ya pweza ya nini? Wajitia masupu ya pweza ya nini kama supu itakutia balaa na majanga? Fungeni vijana, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa. Sababu nyingine, tajannubul khalwa bil mar'ati al-ajnabiyya, kujiepusha kukaa faragha na mwanamke kando. Na hili lipo wazi na hatari yake pia ipo wazi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametahadharisha sana hili kwa hadithi mbalimbali, iyyakum wad-dukhula ala an-nisaa, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram, asikae faragha kabisa mwanaume na mwanamke isipokuwa awepo maharimu wake. Bali katika riwaya ya al-Imam Tirmidhi,
Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la yakhwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan, hawakai faraka mwanamke na mwanaume isipokuwa watatu wao watakuwa shaytani. Al-Imam al-Allama al-Mubarakfuri rahmatullahi ta'ala alayhi wakati anasherehesha hadithi hii kwenye Tuhfatul Ahwadhi anasema wal maana yakunu ash-shaytanu ma'ahuma yuhayyiju shahwata kulli wahidin minhuma hatta yulqiyahuma fi zina, na maana shaytani anakuwa pamoja nao. Anafanya kazi gani? Anachochea matamanio kila mmoja katika wao mpaka anawaingiza katika zinaa, anawaingiza katika fahisha, anawashawishi na kuwapamba. Angalia hapa, angalia hiki kilivyonona, angalia kifua namna kilivyo, mpaka mwisho wanajaa upepo, wanaingia katika zina. Kwa hiyo tajannubul khalwa bil mar'ati ajnabiyya, kujiepusha kukaa faragha na wanawake kando, jambo hili ni hatari. Tambihi sambamba na hilo, kuna baadhi ya Waislamu wanashindwa kuwadhibiti mabinti zao, kadhalika wake zao. Utawaona wapo huru sana wake zao, mara kapakiwa na bodaboda huyu, mara kapakiwa na bodaboda yule. Kwenye simu yake kuna namba nyingi za bodaboda, na mwenyewe akikaa huwa anazungumza kwa simulia wenzie, mume wangu mimi bwana hana wivu wa ajabu, ananiamini, hana shida, hata kama ataniona na shusha na bodaboda hapo hasemi kitu, kwa sababu ananiamini, siwezi kufanya upumbavu. Sasa mimi nasema wewe unaosifiwa kwa huna wivu wa ajabu, wewe huna shida, wewe huna matatizo, wewe ambao unamwamini mkeo ukamwacha apakiwe na bodaboda huyu, ashushwe na bodaboda yule, kwa sababu unamwamini mkeo, ukamwacha afungamane na bodaboda, afungamane na bodaboda hawa nao wajua, ipo siku utalia. Na usiwasumbue mashehe kwenye vikao. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu ajinasue na fitna hizi za wanawake kando ni ghadhul basar, kulizuia jicho. Na zimekuja ayat kadhalika ahadith, aya nyingi na hadithi nyingi kumtaka mwanaume alihifadhi jicho lake, asiangalie vitu ambavyo vya haramu. Na vitu vinavyozungumzwa hapa ni maarufu kwa kila mwanaume. Sisi tuzungumzii kuangalia magari, kuangalia mbuzi, kondoo, kuangalia vitu vya haramu, kumwangalia mwanamke ambaye si halali yako kwa taladhu, kwa kupata ladha. Kweli nafsi inaridhika, inafurahi kuangalia mwanamke sampuli yule ambaye wewe unamtaka, lakini haramu, haifai. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sema waambie waumini yaghuddu min absarihim, wazuie macho yao wasiangalie haramu, wahfadhu furujahum, kadhalika wahifadhi tupu zao, dhalika aska lahum, hilo ni lenye kuwataharisha wao. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, hakika Allah ni mjuzi mno kwa yale ambayo wanayofanya. Katika hadithi ambayo ameipokea Imam Ahmad bin Hanbali na amesahihisha al-Imam al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala kama fi sahiha, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema ghuddu absarakum wahfadhu furujakum, enyi watu, enyi wanaume, zuieni macho yenu,
hifadhini macho yenu, kadhalika hifadhini tupu zenu. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim anasema walamma kana mabda'u dhalika min qibali al-basari ju'ila al-amru bighaddihi muqaddaman ala hifdhi al-farj fa inna al-hawaditha mabda'uha min an-nazar faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawarid al-halak. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake al-Jawab al-Kafi anasema walamma kana mabda'u dhalik, na wakati kilipokuwa chanzo cha hayo yote, chanzo cha zinaa ni jicho, ju'ila al-amru bighaddihi muqaddaman ala hifdhi al-farj, likafanywa lile jambo la kuzuia hilo jicho na kulihifadhi hilo jicho ni jambo ambalo limetangulizwa juu ya kuhifadhi tupu. Fa innal hawaditha mabda'uha min an-nazar, kwa hakika matukio mabaya yote chanzo chake ni kutazama. Ila anqal, mpaka aliposema faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawarid al-halak, na yoyote yule ambaye ataliachilia jicho lake ikawa hachungi vya kutazama, kila kitu yeye anatazama, awrada nafsahu mawarid al-halak, huyo itakuwa ameingiza nafsi yake katika vyanzo vya maangamivu. Kwa nini? Ni kama vile anavyosema al-Imam Ibn Kathir kwamba qala ba'd as-salaf an-nadharu sihamu thummin ila al-qalb, kutazama ni mkuki wa sumu ambao unakwenda kuchoma moyo na kusambaratisha moyo. Na ndio maana hata baadhi ya ahli ilmu wakasema as-sabru ala ghaddi al-basari aysar min as-sabr ala alam ma ba'dahu, kusubiri kwa kulizuia jicho lisiangalie kitu fulani, jambo hilo ni jepesi kuliko kuvumilia maumivu ambayo yatakayopatikana baada ya kutazama. Kwa sababu muda mwingine kama anavyozungumza Ibn Qayyim, unaweza kukatazama kitu ambacho hukiwezi wala moyo wako hauwezi kuvumilia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuhifadhi macho yetu, tumuogope Allah katika hilo, hasa watu wa masokoni, watu wa masokoni na mabarabarani. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha fi absarikum, muogopeni Allah kuhusu macho yenu. Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum, yakingeni macho yenu, kadhalika tupu zenu. Sio unaangalia tu kwa taladhudh mpaka unataka kutokwa na udenda. Ittaqillah, kweli nafsi na istiradha, lakini muogope Allah katika hilo. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hiyo ni aya. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, vyote hivyo vitaulizwa na macho yako pia yataulizwa. Kwa muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Kama nilivyozungumza mwanzo kwamba hutuba hii ni kama kutilia msisitizo na kutilia mkazo yale ambayo tumezungumza katika wiki iliyopita. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na wanafuata mazuri yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitna za wanawake, kwa sababu sisi tunaishi katika dunia yao na tunachanganyika na wao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema na atukinge na vitimbi vya wanawake. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar.